Mwalimu, habari za asubuhi. Nina mashaka na watoto wangu watatu ambao nimezaa kwenye ndoa na mke wangu. Nina mpango wa kuwafanyia DNA test. Unanishaurije? DNA test, sikushauri ufanye DNA test. Watu wengi ambao wamenifuata na kesi hizi nimekuwa nikiwashauri mara kwa mara kwamba usithubutu kufanya DNA test ya watoto wako, hasa sisi wanaume, kama hauna nguvu za kuhimili matokeo ya DNA test. Unless una kesi mahakamani ambayo inakulazimu kwenda kufanya DNA test ya watoto wako, usifanye DNA test ya watoto. Sisi sote baba, yani mtu mzazi anayeitwa baba, we are fathers by socialization. Sisi ni baba kwa sababu tuliambiwa kwamba mimba ni yako. Yani sote sisi ni baba kwa sababu uliambiwa kwamba huyu mtoto ni wa kwako. Na kwa sababu ni mkeo ndio alikwambia kwamba mimba niliyokuwa nao ni ya kwako, basi watoto wakazaliwa ukawalea. Hata kama sio mkeo, watoto tuliokuwa nao, mwenye uhakika pekee wa 100% kwamba yeye ni mzazi ni mama. Kwamba mimi ndio mtoto wangu, huyu nimemzaa kutoka kwenye tumbo langu, ni wa kwangu. Lakini sisi baba huwa hatuna uhakika wa 100%. Sasa huo uhakika usiutafute kwenda kupima DNA test. Why? Watu wengi waliokwenda kuconfirm kama watoto waliokuwa nao kwenye ndoa zao ni wa kwao, mara nyingi they end up crying, kwamba wanakuta kwamba watoto ambao wanao kwenye ndoa na wamewalea, kama ni 5 wawili sio wa kwake, kama ni 2 mmoja sio wa kwake. Kwa sababu moja au nyingine, sisi ni baba kwa sababu tuliambiwa sisi ni baba. Unless sasa kuna wale ambao tunazaa watoto ambao ni copy and paste. Unakuta kwamba wewe ni mweupe, mwanao ni mweupe. Wewe ni mweusi, mtoto wako ni mweusi. Yani unafanana na mtoto wako 1000%. Una watoto wako wote. Let's say mimi kwa mfano najivunia hicho. Katika midume yangu yote 5, wote tunafanana. Macho tunafanana, masikio tunafanana, miguu tunafanana, tabia tunafanana, style za kutembea zote tunafanana. Kwa hiyo huwa haina mashaka ukiangalia sema hii ya kwangu. Sasa wenzetu sisi ambao unakuta kwamba mtoto wewe ni mweusi, kachukua upande wa mama, weupe wa mama, kachukua sura ya mama, kachukua tabia za kina mama, huna uhakika kama ni wa kwangu au sio wa kwangu. Usithubutu kwenda kutafuta DNA. DNA zitaangamiza ndoa nyingi. Huwa na washauri watu, kama mtoto ni wa kwako, uliambiwa ni wa kwako na ukamlea ni wa kwako na unaishi naye ni wa kwako, endelea kuishi naye katika hali hiyo hiyo ya kuamini kuwa ni wa kwako. Usiende kutafuta DNA test unless kuna kesi mahakamani inayokulazimu wewe kwenda kutafuta DNA test. Kwa sababu gani? DNA test hiyo na ukwenda kutafuta ukweli anaojua mkeo au ukweli anaojua mwanamke uliozaa naye watoto. Kwa hiyo usipambane kwenda kutafuta DNA test. Kuna uongo mwingine ni afadhali uishi nao milele ukafa nao usipoujua. Kwa sababu ukija kuujua, you can imagine ndoa ya miaka 30, una watoto 5. Umekwenda kutesti watoto wana miaka 25, 26, 27, 28, 30. Washakuwa watu wazima, alafu naambiwa kwamba katika watoto wote waliowazaa kwenye ndoa yako sio wa kwako. Utafanya nini? What will you do? Hakuna utakachokifanya zaidi ya kwamba utasononeka, unaweza kujiua, unaweza kujinyonga katika uzee wako, ukatafuta vitu ambavyo pengine ungeviacha, ungeishi kwa amani na ukafa kwa amani. DNA test, sijawahi kumshauri mtu aende kufanya DNA test unless ana kesi ambayo inamlazimu afanye hivyo. Kama hauna kesi na kweli umeongopea mtoto sio wa kwako, na ukiangalia kabisa sura, macho, masikio, unakosa huyu sio wa kwangu, unaangalia, unajiuliza maswali, endelea kujiuliza maswali, na unayameza hayo maswali unayojiuliza, endelea kuishi kwa amani ukiassume ni wa kwangu. Kwa sababu wote tunalea watoto ambao tuliambiwa tu huyu ni mwanao na akazaliwa kwako na ukamlea na akawa wa kwako. Endelea kuishi hivyo hivyo pasipokuwa na kwenda kwenye DNA test. Zitaharibu mambo mengi sana.